بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwa mara nyingine tunakutana katika halqa yetu ya pili juu ya mada hii ya ahkamu siyam ambazo tunazitanguliza kuzisoma katika mwezi wa Shaaban ili tuwe na maandalizi ya kutosha na kuifahamu somu kabla kuingia katika somu ya Ramadhan. Katika halqa yetu ya kwanza tumezungumzia hikma ya kuwekewa sheria somu wa Ramadhan na vile vile makana tusom, mahala pake na daraja yake. Tumezungumzia masala muhimu ambayo inahusiana na fadhila za Ramadhan na vile vile tumezungumzia maana ya somu katika lugha ya Kiarabu na maana ya somu katika kisheria. Katika halqa yetu hii ya pili tutaingia moja kwa moja katika zile ambazo zinafahamika ahkamu siyam, mambo ambayo ya kisheria yanahusiana na funga katika ahkam zake. Kwanza kabisa katika masala ya kwanza tutazungumzia hukumu ya somu, hukumu yake na nguzo zake na shuruti zake. Somu katika hukumu kama inavyokuja katika Qur'an na vile vile mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, somu ni wajib kwa kila Muislamu kufunga, tena balighin, mwenye aliyebalighi, aqilin, tena mwenye akili, qadirin ala sawm, ana uweza wa kufunga. Na uwezo hapa si fedha, uwezo wa kufunga na afya. Muqimin, ni mkazi wa mji, si yule msafiri, ametulia katika mji wake. Dhakaran kana au untha, mwanamume au mwanamke. Kisha khalim min almawani'i, akiwa mwanamke awe kando kabisa na zile ambazo zinamzuia asifunge, kalhaidhi, kama damu ya haidh, wa nifas, au damu ya nifas, wa hadha khasum bin nisa, na haya ni masala khasi kwa wanawake. Kwa hivyo hukumu somu tumepata, yajibu saumu wa Ramadhan, ni lazima kufunga mwezi wa Ramadhan, ala kulli muslimin, kila muislamu, balighin, aliyebalighi, aqilin, mwenye akili, qadirin ala sawm, ana uweza wa kufunga, afya yake inamkubali, aweza kufunga. Muqimin, ni mkazi wa mji, si msafiri. Dhakaran kana au untha, awe mwanamume au mwanamke, na huyu mwanamke amekiwa sharti ya ziada, khalim min almawani'i kalhaidhi wan nifas, awe kando kabisa na damu ya haidhi na damu ya nifas, na hizi zinamzuia asifunge. Wa hadha khasum bin nisa. Wa qad awjaba Allahu as-siyama ala hadhihi al-ummati kama awjabahu ala al-umami qablaha, na Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha saumu kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyofaradhisha kwa umma waliopita kabla yetu sisi. Allah anasema katika suratul Baqara aya 183, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, mliomkubali Allah na kumkubali mtume, wa amilu bi shar'ihi, na wanafanya matendo kupitia sheria aliyoweka Allah. Allah anatuambia kutiba alaykumus siyam, mumefaradhishiwa kufunga,
kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyo faradhishiwa umma waliopita kabla nyinyi, la'allakum tattaqun, huenda mkaifikia takwa, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanavyuoni wanapotafsiria aya kama hii kwa mujibu wa takwa ni fatajaluna bainakum wa baina almaasi wiqayatan bitaatihi wa ibadatihi wa'da, ni kwa nyinyi mutakuwa mujepushe kando na maasiya, musimame kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutii Allah, na saumu inasaidia mlango huo. Saumu unapofunga kisawasawa inakusaidia wewe kusimama imara kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah katueleza katika suratul Baqara aya 184, ayyaman ma'dudat, hiyo funga ambayo mumefaradhishwa kufunga ni masiku ya kuhisabika, siku 30 au siku 29. Faman kana minkum maridan, yule ambaye ni mgonjwa katika hayo masiku, au ala safarin, ama yuko katika safari, si mkazi wa mji, ni mtu anakimbia huku na huku kwa maisha, basi wakati anapokuwa safarini ama mgonjwa, fa'iddatun min ayamin ukhar, anatakiwa alipe zile siku ambazo amekula baada ya Ramadhan. Wa ala alladhina yutiqunahu, na kwa wale ambao kwamba saumu inawalemea, lau watafunga wanashindwa, ima kwa uzee wao, umri umeenda, au kuna maradhi thaqili ambayo inampasa yeye atumie dawa maisha, basi yule anatakiwa fidyatun ta'amu miskin, atoe fidya kulisha maskini. Faman tatawwa khaira, ama yule ambaye atatoa zaidi, fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum, na ikiwa huyo ambaye anasikia tabu na dhiki akajitolea kimwahanga afunge, basi ni khairi kwake kuliko kula kwa ile tabu ambayo anaisikia, in kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatufundisha idadi ya masiku ya kufunga ni idadi chache sana kidogo, ima 30 au 29, na pia akataja udhur kwa wale ambao ni wagonjwa ama wako safarini, wanatakiwa wale kwa sababu wasipate mashaka katika kufunga, lakini wanatakiwa walipe somo siku nyingine wakiwa hawako katika safarini au wametoka katika maradhi. Ama wale ambao wenye maradhi ya kuendelea, umri ni uzee, basi na dawa ni kila siku kutumia, wale wanatoa fidia kila siku, ikiwa ni siku 30 watoe kila siku kulisha maskini, na tutakuja kueleza fidia ni kiwango gani katika halka zetu inshallah. Ndugu zangu katika imani, wakati wa kulazimika kufunga ni wakati gani? Yajibu saumu ramadhana biruyati hilali, ni wajib kufunga saumu ya Ramadhan wakati mwezi wa mwandamo umeonekana, idha kanat as-samau sahwan, ikiwa anga ya mawingu au mbingu ni safi, au biikmali Shaabani 30, au kukamilisha mwezi wa Shaabani siku 30. Na hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au idha wujida ghaimun au ghubar, kwa kuna mawingu yametuziba tusiye kaona ule mwezi, basi tunatakiwa tukamilishe idadi ya siku za Shaaban mpaka tuweze kuingia katika mwezi wa Ramadhani, ikiwa tuna uhakika liqaulihi ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kwa hiyo ru'yatul hilal ni kwa mujibu wa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kushuhudia miongoni mwenu Waislamu, basi falyasumhu, anatakiwa au amelazimika kufunga. Kwa hivyo wakati wa kulazimika kufunga ni wakati mwezi umeonekana. Na masala kama haya, ndugu zangu katika iman, wanavyuoni wamezungumza mapana kwa ikhtilafu mbalimbali. Kuna wale ambao ni ra'yul jamhur, mwezi unapoonekana kokote tumelazimika kufunga, na kuna wale ambao kwamba wanafunga kwa mwezi wa mwandamo wanapoona wao katika maslahi yao, wakitegemea madhhab ya Imam Ash-Shafi. Lakini na kaulul jumhur ni kuwa tunapoona unapoonekana mwezi popote ulimwenguni tunaweza kuingia katika funga, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata Sha'bana 30. Na ndugu zangu katika iman, masala kama haya ni masala muhimu, hayana ikhtilaf.
kama tulivyokuwa tunafahamu miaka ya nyuma, ikhtilafu inakuwa ni wengi sana, watu wanazungumzia, lakini alhamdulillah sahihi tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, elimu imefunguka na watu wamekubali hili suala kwamba ima ni kauli mbili tusimame nazo, kauli ya jumhur kufunga kwa mwezi wa kokote au kufunga kwa matla ambayo yeye ya kwao na ameona mwezi kama ule. Tukija katika masala ya pili muhimu baada masala haya ya kwanza, wajibu wa somo Ramadhan, tunaingia katika masala ya arkanu siyam, nguzo za kufunga. Nguzo za kufunga ndugu zangu katika iman, kama wanavyotueleza ahlul ilm kupitia kwa mujibu wa aya za Qur'an na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwanza ni an-niyatu. Hii ndio nguzo ya kwanza. Nia ni muhimu sana katika kufunga. Wa an takuna mabniyatun ala al-ikhlas, na nia iwe imesimama kwa msingi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unatia nia ki-ikhlas, sio unafunga kwa ajili ya kuonyesha watu au funga imeingia na mimi nionekane pia ni miongoni mwa wale wenye kufunga. La, funga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni mujibu wa Qur'an. Katika suratul Bayyina aya 5 Allah anatueleza, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Tumeamrishwa sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tena mukhlisina lahu ad-din, tumtakasia Allah dini ya kipekee, wawe ni waongofu, hunafa wa yuqimu as-sala, wasimamisha sala, wa yu'tu az-zaka, watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, hiyo ndio dini yenye msimamo madhubuti kisawa sawa. Kwa hivyo nia ni muhimu sana, na hii ni moja katika nguzo muhimu na ni nguzo ya kwanza. Nia ina maana gani? Ikiwa nia ndio nguzo ya kwanza, nia ina maana gani? Nia ni alqasdu wa huwa i'tiqadu alqalbi fi'la shay'in wa azmuhu alayhi, ni moyo kukusudia kutenda kitu au kuazimia kutenda kitu, min ghairi taraddud, usiwe na taraddud, nifanye ama sifanye. La, kuwa na msimamo mmoja, tia kusudio lako. Wal muradu biha qasdu sawm, lengo ni kukusudia funga, kwamba mimi kesho nafunga Ramadhan. Famata khatara biqalbihi fi al-layli, inapopita wazo katika usiku ule wewe kwamba ghadan min Ramadhan, kesho mimi ni katika Ramadhan nafunga, hiyo tayari ishapita, ni kusudio lishapita katika bongo lako kwamba naamka na som, basi kitendo hiko itakuwa faqad nawa, ashatia nia. Wa amma tabiitu niyya, kulala la nia usiku, inda al-jumhur al-fuqaha wajibun fi kulli layla. Jamhuru ulama wanasema ni lazima tulale na nia kila usiku, li hadithi Hafsa fima akhrajahu ashabu sunan. Mtume anasema man lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama la, yule ambaye halalishi nia yake usiku au halali na nia ya funga, fala siyama la, kesho hana funga, hana somo. Kwa hivyo qaulu jumhur, nia tunatakiwa tulale na usiku. Malikia katika madhhabi ya Imam Maliki anasema tujzi niyatun wahida li Ramadhan fi awwalihi, nia inatosha moja mwanzo wa Ramadhani. Usiku ule ukisema natia nia kufunga Ramadhani nzima, ishapita nia hiyo kwa madhhabi ya Imam Malik. Na ama saumu tatawwa, saumu za sunna, Jumatatu hizi, Alhamisi, ayyamul bidh, la yushtaratu tabyit an-niyya fi al-layl, si sharti kuweka nia usiku. Zile ukiamka asubuhi mapema, umeona pengine chakula hamna nyumbani, mwambie mke wako mimi nafunga saumu sunna, na itakuwa ni sawa. Lakini saumu Ramadhan ambayo ni wajib, ni lazima tulale na nia usiku kama wanavyotueleza ahlul ilm. Na vile vile alfadhu niyya lam tathbut, hapa ni mulahadha mdogo tuweze kubainisha. Matamshi ya nia maalum hayakuthubutu katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuna sentensi maalum tunaitumia katika kutia nia. Na kama tunavyojua katika kalenda zetu tunaandika wabisomi ghadin nawaitu min shahr Ramadhan, au wengine wanasema nawaitu somo Ramadhan, somo ghadin ana adai fardhu zaman hadhi sana Ramadhan alayhi, paka mwisho. Alfadhi mbalimbali hazikuthubutu. Kama tulivyosema, inapopita katika akili yako, bongo lako, kwa kesho mimi naamka saumu, wewe hapo ushakusudia, na unapokusudia ushapata maana ya nia. Na nia ndugu zangu katika iman, mahalluha alqalb, nia siku zote yatoka ndani ya moyo, kwa sababu tumesema ni qasdul qalbi. Qasdul qalbi ni moyo unakusudia, si ulimi.
ulimi ni talaffuz. Ikiwa nia yenyewe ina maana ya qasdul qalbi, moyo unakusudia kutenda kitendo. Kwa hivyo moyo ukishaklik ndani kwamba kesho nafanya hili, tayari ushaingia katika nia. Hii ni rukuni ya kwanza. Kwa hivyo nguzo ya somo ya kwanza ni an-niyya. Nguzo ya pili ni al-imsaku an jami'il mufattirat, ujizuie na yote yale ambayo yanafuturisha saum, min tulu'i al-fajri, baada ya alfajiri ya ukweli kuchomoza, ila ghurubi shamsi, mpaka jua kuzama. Liqaulihi ta'ala katika suratul Baqara aya 187, Allah anasema wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Tazama aya Mwenyezi Mungu, wakulu, mule, washrabu, na munywe, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad, mpaka iwabainikie uzi au kambaa mweupe, min al-khayt al-aswad, kutokamana na uzi mweusi, muweze kutofautisha baina uzi mweupe na uzi mweusi, ukambaa mweupe, ukambaa mweusi, min al-fajri, kutoka wakati ule wa fajiri wa kweli, tuendelee kufunga na kuzuia tusile na kunywa, thumma atimmu siyama ila al-layl, tuweze kukamilisha somo mpaka usiku. Kwa utapata ruhusa, tumeambiwa tuendelee kula kwa usiku mpaka wakati huu uje. Wakati gani? Wakati ambao tutaweza kubainisha ni uzi mweupe na uzi mweusi, yani mwangazo wa alfajiri ya kweli ushaingia hapo. Hiyo ndio maana uzi mweusi. Sahaba mmoja alipofahamu hii aya kwa mafhumu yake, Mwenyezi Mungu ametaja al-khaytul abyad, uzi mweupe na uzi mweusi. Sahaba anajulikana maarufu Adi bin Abi Hatim, anasema kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari min hadithi Adi, anasema ilipoteremka hii aya hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, anasema amidtu ila iqalin aswad, nilienda kutafuta ukambaa mweusi, wa ila iqalin abyad, na ukambaa mweupe. Sasa nikaeka kwa rumu yake akalala kujua wakati wa alfajiri wa somo itaanza saa ngapi. Asema faja'altuhuma tahta wisadati, nikaeka chini ya mto wangu. Faja'altu anzuru fil layl, kila wakati ufungua nikatazama zile kamba zangu mbili, nitazame haya upe ni upi umebainika, ndio njue hii ndio time ya kuzuia kufunga. Asema fala yastabinu li, naona mambo ni yale yale kweusi tu, hakubainiki uzi mweupe ni upi na uzi mweusi ni upi. Asema faqadautu ala rasulillah, nikaenda kwa mtume asubuhi yake, fadhakartu lahu dhalika, amba ya rabbi ya rasulullah, nimeweka uzi mbili, nyeusi na nyeupe, nataka kubainikiwa upi mweupe upi mweusi, lakini nimeshindwa. Ndio mtume akamfungulia akimwambia inma dhalika sawadul layli, maana yake ni weusi wa usiku, wa bayadun nahar, na weupe wa mchana. Kwa hivyo inapokubainikia mwangaza wa upe ndio huo kunapambazuka, hapo funga kinywa chako, usikule usinywe. Na vile vile bayadun nahar ndio inakubainikia kwamba kumeshapambazuka. Kwa hivyo sawadul layli bado uko katika usiku. Kwa hivyo kuna umuhimu sana, na tusijifungie ndani ya chumba ukasema baada mimi nilikuwa kiangalia naona weusi, kumbe umefunga madirisha yote, umefunga milango yote, kiza nyumbani. Kwa hivyo kuna dharura utoke nje pia uhakikishe anga. Lakini alhamdulillah ilikuwa ni zamani miaka ile, sasa tuna saa, tuna adhana za tubainishia kwamba wakati umeingia. Kwa hivyo ndugu zangu katika iman, nguzo ya pili ni mtu kujizuia na yale yote ambayo yanafuturisha somo. Nguzo ya tatu, na somo ina nguzo tatu peke yake. Nguzo ya tatu ni asaimu na saima, mfungaji wa kiume na mfungaji wa kike lazima awe ni Muislamu kama tulivyoeleza kule, na hapa tutazikariri tena. Huyu mfungaji ambaye anatakiwa afunge wa kiume au wa kike, akifungamana na sharti ya kwanza awe ni Muislamu, kwa sababu ibada ya kafiri haisihi. Sharti ya pili kwa huyu Muislamu anayefunga wa kiume au wa kike awe amebalighi, kwa sababu ule mtoto ambaye bado hajafika marhala ya kubalighi huwa hatakiwi aingie katika marhala ya taklif. Na si vibaya wazazi kuwazoesha watoto wao wakiwa na miaka 5, miaka 6, miaka 7 zoezi la kufunga, japokuwa ni nusu siku. Wala tusiwakalifishe kwa bana, pengine njaa unamwambia vumilia, na mtoto kama ule pengine akapoteza maisha yake. Hawa wanazoeshwa kufunga, lakini aliyebalighi ameingia katika sheria. Hii ni sharti ya pili. 3, awe na akili, kwa sababu mwandazimu somo yake haikubaliki. 4,
huyu mwenye kufunga wa kiume au wa kike awe ni muqiman laysa musafiran, ni mtu wa kukaa ndani ya mji, si msafiri. Na nguzo ya 5 kwa Muislamu wa kike awe ni tahira anil haidhi wan nifas, ametahirika na damu ya haidhi na nifas. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika halka yetu hii ya pili tumezungumzia arkan as-sawm na vile vile tumezungumzia shurut za funga. Insha Allah katika halka yetu ya 3 tutazungumzia yale mambo ambayo yanaharibu saum na yale mambo ambayo yanapunguza thawabu na daraja na ajri ya funga. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.